uteuzi ambao umefanywa binafsi sina mashaka hata kidogo na mwamuzi huyu. Okay. Watu wanaweza kuquestion kwamba kwa nini waamuzi hawa hawaaminiki kwenye nchi yao mpaka wanakuja nchini Tanzania. Guys, usimamizi ama uchezeshaji wa ligi ya Misri ni tofauti na hapa kwetu. Yaani ukizungumza Ahli na Zamalek, influence yao ni kubwa mpaka kwenye maisha ya kawaida ya kila siku, tofauti na hapa kwetu ambapo mashabiki wanaweza kwenda uwanjani timu moja ikafungwa alafu akala selfie na maisha yakaendelea vile vile. Kule ni tofauti kidogo. Okay. Ndio maana huwa wana protect hizo unnecessary bias na baadhi ya matukio ambayo yanaweza kujitokeza ziada ya nje ya kiwanja. Kwa hiyo uteuzi wa mwamuzi huyu kwangu ni mwamuzi bora kwa sababu hainichukui dakika nyingi. Mwamuzi ambaye anachezesha nusu finali ya AFCON, mwamuzi ambaye ameshachezesha mechi 17 tofauti za timu za klabu chini ya CAF, mwamuzi ambaye amechezesha mechi 6 za mataifa, mwamuzi mwenye beji ya FIFA tangu mwaka 2017. Siamini kama ataweza kaingia kwenye trend yoyote ya unnecessary, na wengi watakumbuka namna alivyochezesha mchezo wa Yanga na Mamelodi wa 0-0 hapa jijini Dar es Salaam. Watakumbuka namna alivyochezesha mchezo wa Simba na Horoya ambao Simba alipoteza 1-0 kule Guinea. Wengi watakumbuka pia performance alivyotarajiwa pia kuchukua ile nafasi alivyotarajiwa kuchukua nafasi ya kuchezesha nusu finali ya Stellenbosch dhidi ya Simba kule South Africa kabla ya Mohamed Maruf kupewa ile match kwa sababu huyo alipata majeraha ya enka. Na wengi watakumbuka hata kwenye AFCON alituchezesha timu ya taifa ya Tanzania 0-0 dhidi ya DR Congo. Kwa hiyo kwa muendelezo wa siku za hivi karibuni na performance yake hakuna nafasi ya kuweza question. Mimi nilidhani kama tunajadili kuhusiana na waamuzi tungejikita kwenye hilo eneo la kuangalia performance yake kuliko kutazama wapi alipotoka, kwa sababu waamuzi wetu ni sisi ambao tumekuwa tukiwalalamikia kila siku. Hiyo moja. Lakini cha pili, hata ukija kufanya reference hata ukija kufanya ile reference ya kanuni, hakuna kanuni inayozuia mwamuzi kutoka nje kuchezesha. Wala hakuna kanuni inayoruhusu mwamuzi wa nje kuja kuchezesha. Kwa hiyo kitaalam kuna loophole ya kikanuni, kuna uwazi wa kikanuni ambao, na kanuni siku zote haifanyi kazi mpaka either izuie ama iseme.